Katika mataifa mbalimbali ulimwenguni kuna mashirika ya siri ambayo yanafanya kazi pamoja na serikali. Mashirika hayo kama likiwepo CIA Marekani, na pia likiwepo kama Mossad la Israeli, na pia kuna shirika hili la kijasusi ambalo linaitwa KGB la Urusi. Je, unataka kufahamu KGB ya Urusi ilianzishwa mwaka gani na walileta faida zipi ama faida chanya kwa serikali ya Urusi? Na je, nguvu zake wanazipata kutoka wapi? Unaambiwa kujiunga na shirika hili la kijasusi la KGB linahitaji mafunzo ya hatari. Je, unataka kufahamu mengi kuhusiana na shirika hili la kijasusi la Urusi la KGB ama Umoja wa Usalama wa Kisoviet ambalo rasmi lilianzishwa mwaka 1954? Basi ungana na mimi hapa kupata kuyafahamu mengi kuhusiana na KGB ya Urusi. Karibu. Leo tunazungumzia moja ya mashirika ya kijasusi yaliyokuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya dunia, KGB, Umoja wa Kisoviet. Tutachunguza historia yake, majukumu yake, mbinu zake za kijasusi, matukio ya kihistoria na jinsi ilivyobadilika baada ya kuporomoka kwa USSR. Imejaa visa vya kushangaza, operesheni za siri na athari zake hadi leo. KGB au Kamati ya Usalama wa Taifa la Umoja wa Kisovieti ilianzishwa rasmi mwaka 1954, lakini mizizi yake inarudi nyuma hadi mwaka 1917 baada ya mapinduzi ya Bolsheviki, ambapo shirika la kwanza la ujasusi Cheka liliundwa. Baada ya hapo, mashirika mbalimbali yalibadilika na kuchukua majukumu hayo hadi KGB ilipoundwa rasmi. Mara tu ilipoanzishwa, KGB ilipewa mamlaka ya kipekee ya kulinda mfumo wa kisoshalisti, kupambana na maadui wa ndani na wa nje, na kuhakikisha utii wa sera za chama za kikomunisti. KGB ilikuwa na majukumu mengi sana, yakihusisha ujasusi wa nje, kukusanya taarifa kutoka mataifa ya nje, hasa Marekani na NATO na mataifa ya Magharibi, ujasusi wa ndani, kufuatilia rais wa USSR, kudhibiti wapinzani wa kisiasa na kudumisha uaminifu kwa chama, kupambana na ujasusi wa kigeni, kuzuia mataifa ya kigeni kuingiza mawakala ndani ya Urusi, kulinda viongozi wa chama na serikali, udhibiti wa mawasiliano na habari, kuweka uangalizi kwenye simu, barua na mawasiliano mengi ya raia. KGB pia ilikuwa na vitengo vya kijeshi kama vile bodyguard na special force kwa ajili ya operation maalum. KGB ilijulikana kwa kutumia mbinu mbalimbali, ikiwemo upelelezi wa muda mrefu, kuwatuma mawakala kuishi nje kwa muda mrefu kama wanadiplomasia au wafanyabiashara, kufuatilia wapinzani. Maelfu ya wafuasi walifuatiliwa, kukamatwa, hata kuteswa au kutoweka. Operesheni za propaganda, kusambaza habari za kupotosha au kuvuruga serikali za nje. Blackmail na kompromati, kuwahifadhi maadui wa serikali kwenye mtego wa kutumia siri au scandal. KGB ilihusika kwenye operesheni nyingi maarufu duniani kama uingizaji wa mawakala ndani ya Marekani na Ulaya, operesheni ya kuwaua au kuwatesa wapinzani waliokimbia Urusi kama Alexander Litvinenko baadaye na FSB, operesheni dhidi ya harakati za uhuru wa Poland Solidarity, kuanzisha mashirika ya ujasusi rafiki katika nchi za washirika wa Kisovieti kama Stasi ya Ujerumani Mashariki. KGB haikuwa tu shirika la kijasusi, bali pia lilikuwa na ushawishi mkubwa kisiasa. Maafisa wake walikuwa sehemu ya uongozi wa juu wa serikali ya Sovieti. Baadhi ya viongozi wa kisiasa ni pamoja na Yuri Andropov aliyekuwa mkuu wa KGB na baadaye kuwa katibu mkuu wa Soviet Union, Vladimir Putin, rais wa sasa wa Urusi, ambaye alikuwa afisa wa KGB huko Ujerumani Mashariki. Ushiriki wao kisiasa ulifanya KGB kuwa na nguvu kubwa za kimamlaka, ikihofiwa hata na majeshi na chama chenyewe. Mnamo mwaka 1991, baada ya kuanguka kwa USSR, KGB ilivunjwa. Tukio kubwa lilikuwa ni jaribio la mapinduzi lililoongozwa na baadhi ya viongozi wa KGB dhidi ya Rais Mikhail Gorbachev, ambalo lilishindwa. Hili lilionyesha wazi kuwa KGB imepitiliza mipaka yake. Serikali mpya ya Urusi chini ya Boris Yeltsin iliivunja KGB na kuigawanya katika taasisi tofauti: FSB, usalama wa ndani, SVR, ujasusi wa nje,
GRU ama GRU, ujasusi wa kijeshi, FSO, ulinzi wa viongozi. Ingawa KGB ilivunjwa, ushawishi wake bado unaonekana. FSB leo inafanya kazi kama zile za KGB, ikiwa na mamlaka makubwa na hofu kwa baadhi ya raia. Putin amerejesha utamaduni wa taifa salama linaloongozwa na maafisa wa zamani wa usalama. Wengi wa viongozi wa juu serikalini ni Sirovik, yaani watu waliowahi kuwa katika KGB au vyombo vya usalama. Hii imefanya baadhi ya wachambuzi kusema kuwa Urusi ya leo ni KGB mpya kwa sura ya kisasa. KGB iliwahi kuwa shirika la ujasusi lenye wafanyakazi wengi zaidi duniani. Iliwahi kuingiza mawakala kwenye taasisi za Marekani, NATO hadi vyombo vya habari. Ilitengeneza silaha za sumu, kamera zilizojificha kwenye miwani na hata penseli za sumu. Ilikuwa na maktaba kubwa ya taarifa kuhusu raia na maadui wa serikali. KGB ilikuwa zaidi ya shirika la kijasusi, ilikuwa injini ya hofu, ushawishi na mamlaka ya Umoja wa Kisovieti. Ingawa ilivunjwa, ulisi wake unaendelea hadi leo kupitia mashirika kama FSB, SVR na hata katika siasa za Urusi. Ikiwa umevutiwa na historia hii ya ajabu ya kijasusi, usisahau kusubscribe, kulike video hii na kushare na wengine. Naam, mpenzi mtazamaji, imani yangu umejifunza mengi na kuburudika kuhusu makala hii ya shirika la siri la kijasusi la Urusi la KGB. Mimi ni kuombe tu fanya kusubscribe na kuturn on notification zetu ili uweze kupata makala zetu kila wakati tunapopakia. Bye bye.